Wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Wanaume Katoliki. Wapendwa, tunapoanza kongamano letu la UWAKA, nimeona nichague hii Injili ambayo inazungumzia mtihani wa Yusufu. Yusufu alikuwa anamchumbia mama Bikira Maria, na kama tulivyosikia, mama Bikira Maria anapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na anatokewa katika ndoto, anaambiwa kwamba mimba alionayo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa hiyo amchukue huyu mama. Na yeye anakubali mpango wa Mungu, anamchukua na anakaa naye, na kama tunavyosimuliwa katika Injili, tunasikia jinsi alivyo baadaye akamzaa mtoto, na baadaye mpaka ikabidi amkimbize kule Misri, na masimulizi mengine yanafuata. Hiyo ni picha ya mtakatifu Yosefu. Yosefu anaambiwa atekeleze mipango ya Mungu, na anakubali kutekeleza mpango wa Mungu. Anakubali kutekeleza yale ambayo Mwenyezi Mungu anapenda ayatekeleze. Huyo ni mtakatifu Yosefu. Ndugu zangu, na nyie wanaume, ndivyo tunavyojikuta katika sehemu mbalimbali. Inabidi badala ya kutengeneza au kutekeleza mipango yako, utekeleze mipango kwa manufaa ya familia. Ungependa labda kuvaa vizuri, lakini kufuatana na kwamba umewabahatika kupata watoto, inakubidi usivae vizuri. Inakubidi wakati mwingine ulazimike kufuata matakwa fulani kwa ajili ya usalama wa familia yako, kwa ajili ya usalama wa watoto wako. Kwa hiyo usishangae, aliyekuwa wa kwanza kutekeleza mipango hiyo alikuwa mtakatifu Yosefu. Na wakati mwingine, kwa sababu ya kutaka kuleta amani katika familia, utaambiwa au utashauriwa na mwenzi wako wa ndoa kwamba watoto wetu tuwafanyie au tuwapatie vitu fulani fulani, na inabidi utende kadiri inavyopaswa kufanya. Kwa hiyo ndugu zangu, Mtakatifu Yosefu, yeye ilibidi afuate matakwa ya Mwenyezi Mungu.
Ndugu zangu, na sisi tunapoanza tafakari yetu leo jioni, kongamano yetu leo jioni, ningewaomba tuwe tayari kufuata matakwa au maelekezo ambayo utakuwa unaambiwa kuyafanya. Uzime simu, labda ufanye kitu fulani. Ulizoea kupata 2 jioni za moto, au ulikuwa umezoea kubona kalinya, si ndivyo mnavyokaita huko kwetu, kalinya. Lakini sasa hivi jioni hii ningekuomba uwe tayari kufanya nini? Kutoa sadaka. Ulizoea kuongea kwenye simu, lakini haitawezekana kuongea kwenye simu. Kwa hiyo ndugu zangu, jioni hii kila mtu afunguke, hawe tayari kufuata ratiba ambayo itatolewa, hawe tayari kufuata matakwa ambayo yatatolewa, kama Mtakatifu Yosefu alivyokubali kumwacha mama Bikira Maria akafuata mpango wa Mwenyezi Mungu. Uwe tayari kusikiliza. Wengine huwa wanalala labda saa 4 au saa 3, lakini siku ya leo labda wataambiwa walale wakati fulani. Kwa hiyo ningekuomba uwe tayari kubadilisha ratiba yako, na ukikubali kubadilisha ratiba yako, tayari utakuwa unafuata maelekezo au matakwa aliyoyafuata Mtakatifu Yosefu. Na kila mmoja atafakari, aone ni kwa namna gani yeye anayaishi yale ya Mtakatifu Yosefu ambayo aliyaishi. Na kama tulivyosikia kutoka katika somo la kwanza, linalotoka katika kitabu cha nabii Yoshua bin Sira, tunaambiwa kuwa tuwe tayari kumcha Mwenyezi Mungu. Sisi wanaume tunaalikwa kumcha Mwenyezi Mungu. Tunaalikwa kumcha Mwenyezi Mungu, na hasa kwa kufuata somo hili tulilolisikia. Na tunaambiwa hamchaye Bwana atakuwa na woga na hawezi kuogopa, kwani Bwana ndiye tumaini lake. Wapendwa, sisi wanaume ambao ndizo nguzo za familia, ndiyo nguzo za kanisa,
na mimi nikiwemo. Tunaweza tukajiuliza, je, sisi ni wacha Mungu kama kitabu cha nabii Yoshua bin Sira alivyotuambia? Je, sisi tunamtumainia Mwenyezi Mungu? Matumaini yote tunayaweka kwa Mwenyezi Mungu? Je, mambo yote tulionayo yanayotuzunguka yanamtegemea Mwenyezi Mungu, au tumeyumbishwa wakati mwingine sisi nguzo za familia, hata wakati mwingine tumepelekwa kwa waganga wa kienyeji? Je, sisi tunamcha Mwenyezi Mungu? Mali tulizonazo ni za kihalali? Je, sisi tunaishi amri za Mwenyezi Mungu au hapana? Je, sisi ni nguzo za familia kweli? Tunapokea sakramenti au hapana? Kila mmoja wetu aliyefika jioni hii ajiulize, je, wewe unaishi kadiri ya amri za Mwenyezi Mungu? Unaishi kadiri ya sakramenti? Unaishi jinsi ulivyoahidi kwamba utakuwa na mke mmoja au utashindwa? Ndugu zangu, kila mmoja hajiulize jioni hii, je, wewe ni nguzo ya familia au hapana? Na tumesikia kutoka katika somo la pili ambalo limetushauri, je, wewe unazo fadhila za Kikristo au hapana? Unaishi kadiri ya fadhila za Kikristo au hapana? Limetuambia somo hilo, jivikeni moyo wa rehema, utu. Je, wewe una utu? Augambati mushaijanga kishaija. Je, wewe ni mtu mwema? Je, wewe ni mnyenyekevu? Je, wewe una upole katika maisha yako? Je, wewe ni mvumilivu? Je, wewe unachukuliana na wenzako na mwenzako wa ndoa? Je, wewe unasamehe? Uko tayari kusamehe? Je, wewe unao moyo wa upendo? Je, wewe unatafuta ukamilifu kama tunavyoambiwa kuweni wakamilifu kama Baba yenu alivyo mkamilifu, tunavyosoma katika Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 48. Je, wewe katika maisha yako ni mtu wa shukrani? Unawashukuru wenzako unaoishi nao, mke wako, watoto wako, unawashukuru? Je, wewe unayo hekima katika maisha yako ya kila siku? Je, wewe unakubali kufundishwa na kuonywa? Je, wewe unaimba nyimbo za tenzi?
Maana wanasema wanaume hawaendi kwenye jumuiya ndogo ndogo. Ni wachache sana wanaenda kwenye jumuiya ndogo ndogo. Hao wewe unasema shughuli ni nyingi. Tunajua kwamba nyie wanaume au sisi wanaume ni watafutaji, ili familia zetu ziweze kwenda vizuri. Je, sisi ni waaminifu kwenye ndoa zenu? Nyie ni waaminifu? Angelisho lyako miokireyo. Kulikuwa na padri mmoja alikuwa amekaa sehemu fulani. Mtu mmoja akapita pale. Sasa wanaume walikuwa karibu, akatinkelisho lyaba miokayo inywe na balia. Je, wewe ni mwaminifu? Ndugu zangu, katika kongamano letu tulilonalo leo jioni na kesho, tujaribu kujitafiti kila mmoja wetu. Tuangalie, je, wewe katika kanisa una mchango gani ndani ya kanisa Katoliki, ndani ya jumuiya ndogo ndogo, ndani ya jimbo letu la Bukoba, ndani ya parokia yako una mchango upi? Wanaume ni nguzo ya kanisa Katoliki. Je, mimi kweli ni nguzo hapo? Tulikuwa namuuliza mtu mmoja, nikasema sasa hawa wanaume niwaongelee kitu gani? Nikasema nitajie za mwanaume aliye mzuri. Alinitajia sifa zifuatazo, karibu sifa 19. Sasa ninazitaja na wewe utajaribu kujiweka kwenye kioo hicho. Sifa ya kwanza, mwanaume awe mcha Mungu. Sifa ya kwanza, mwanaume awe mcha Mungu. Na ndiyo maana nimesoma somo hilo la kumcha Mungu. Namba 2, mwanaume awe mpole na mwenye hekima na busara. Mwanaume awe mpole, mwenye hekima na busara. Namba 3, mwanaume asiwe mwepesi wa hasira. Kuna mambo mengi tunakutana nayo, na mimi nikiwemo. Tunashauriwa sisi wanaume tusiwe wepesi wa nini? Wa hasira. Lingine, mwanaume awe ni mtu anayeshaurika. Hata na wake zenu wangependa mwanaume anayefanya nini? Anayeshaurika. Hata na mimi mngetaka niwe ni mtu anayefanya nini? Ninayeshaurika. Labda kama kuna msimamo wa kanisa hapo atutoki, kwamba huu ni msimamo wa kanisa. Hatuwezi tukageuza mbili kuwa moja. Sasa wengine nasema hao anashaurika. Sasa nikisema huyu askofu ashauriki, sasa nikisema mafundisho ya sakramenti yanatuambia kwamba mme mmoja mke mmoja. Sasa mimi nikabadilisha wakawa wanawake wangapi? Hapo kweli inaendana? Na haya ninapoyasema na nyie hivyo hivyo
yakasema huyu mwanamume ashauriki, akubali kuoa mke mwingine. Sasa hiyo ni kushaurika au ni kufanya nini? Au mwanamume mmoja alikuwa anasema, bibi bwana, mimi nimeshaurika, nilikuwa na mashamba 3. Sasa mtu mwingine akasema, alinishauri akasema, ukitaka kuyatunza mashamba haya uoe wanawake wengine 2, kila mmoja wampatie shamba lake. Akasema, sasa mimi sina shaurika baba. Sasa hapo unakuwa umeshaurika alafu hapo unawaleta wanawake kama wafanyakazi. Ina maana unawaleta wanawake kama nani? Wafanyakazi. Sio tunavyofundishwa kwamba mwanamke ni ubavu wako, inabidi utembee naye mwende mbele. Asema, mimi bwana, mimi nashaurika. Namba 5, anayejali watu wa nyumbani mwake na mahitaji. Yakugambira batali mukonyu ukabanza kwetaza. Lakini inawezekana hauna pesa, lakini pesa zinakuwepo, zinakwenda kwenye kutafuta moja ya baridi au karinya. Namba 6, mwanamume anatakiwa aliye na shukurani na kusifu. Hawe na shukurani. Kila siku wewe unatukana, chakula kimekuwa kibaya, kijaiva, warao akipika vizuri umshukuru. Useme, Mama Levina, wachumbage kireki, umepika vizuri sana. Ingawa hili linakuwa gumu. Namba 7, awe anayeaga anapokwenda matembezini au kazini au popote. Ingawa watu wa usalama wa taifa sijui kama wanaweza wakafanya kitu hicho. Watu wanaofanya kwenye vyombo vya usalama sijui. Wakati nafanya jubilei, alikuja mzungu mmoja, alikuwa na mke wake. Sasa yule mzungu alikuwa ana simu alikuwa nayo mwanamke. Nilipomuuliza akasema, nilimepunguza kelele. Yeye ndiye anayetaka, ninapotaka kupiga simu ninamwambia apige simu, na mipango yote zile Wajerumani wanaita temini, yote ndiye alikuwa anafanya. Sasa sijui huku linawezekana. Hasa watu wa usalama inawezekana. Lakini utafute kila njia ya kuona unaleta amani, kwa sababu vimeseji vinapoingia na yeye akaviona ambavyo hajui vimetoka wapi, hapo mwajifunda mwao. Hapo mambo yanakuwa magumu. Namba 8, awe mlinzi wa mkewe. Mke ujiona salama awapo na mmewe, huku amfanyi. Lakini wazungu huwa naona wanapotembea hawaachani na wanaenda wameshikana, huku amfanyi. Lakini kule Ulaya niliona Itare, unaona wameshikana, na wanapokwenda kwenye pate wake pamoja. Sasa nyie sijui inakuwaje. Nina imani umekuja wakufungue kwenye kongamano hili, wakufungue milango mbalimbali. Nadhani na hiyo ikuonyeshe njia za kufanya. Mwanamume awe anayetunza familia, kujitahidi kutunza familia. Ingawa siku hizi changamoto iliyopo
wanawake wengi wanawazidi wanaume kipato. Ni kweli au hapana? Kuna ukweli. Baadhi ya wanawake wanawazidi nini kipato wanaume. Mabadiliko ya nini? Ya maisha. Na hilo inabidi mlitazame upya. Mwanamume awe tayari kumpamba mkewe, asipompamba wengine watampamba. Awe tayari kumpamba mkewe. Lingine, mke wako ni mtu wa kwanza. Na sio ndugu zako wala rafiki zako. Na sifa nyingine, uwe tayari kumwambia mara kwa mara kwamba wewe ni wa muhimu na ni wa thamani kubwa. Na lingine, uwe tayari kumwambia utaendelea kumpenda kwa upendo ule wa kwanza wakati mlipofunga ndoa. Kitu kingine, mwanamume, sifa nyingine, anatakiwa kuwa kiongozi wa kusimamia nidhamu ya nyumba yake akisaidiwa na mke wake. Na wakati mwingine hili linaweza likawa gumu. Baadhi ya wanawake wengine unakuta wamegawa familia. Kwa hiyo ndiyo maana, wapendwa wanaume mliokuja hapa na wengine wanaotusikiliza kwenye vyombo vya habari, ninapenda niwaombe muwe watu wacha Mungu na watu wa sala. Kama hauna sala na mambo ya Mungu au yajali, utakwama. Na wakati mwingine inabidi msali pamoja wakati mwingi. Mambo yanapokuja yaweke mikononi mwa Mungu. Kati ya kitu ambacho wakina mama wanacho, mbauku kabwangu. Ndio maana huwa wanawavuta wanaume wengi kwenda kwa waganga wa kienyeji. Ndiyo maana mimi huwa nashangaa, unabone byedini tibabyetayireho beno manyaka barabatabyeetayireho no mundagumba jawugyayo muno. Matatizo yanapofanya nini, yanapokuja, ninawaomba wanaume, kuweni watu wa sala. Ukitaka kuepa mambo ya ajabu ajabu, kuweni watu wa sala. Kama nilivyowaambia, baadhi ya kina mama mbauku kabwangu. Kwa hiyo usipokuwa mtu wa sala, kupiga ramli kutakuwa ni kitu cha kawaida kwako. Sifa nyingine, uwe mtu wa kutunza ahadi, na hasa kwa mwenzi wako. Ukimwahidi Christmas au siku fulani kwamba utaleta kitu fulani, ukumbuke kukitimiza. Usipokitimiza itakuwa ni kazi.
na hili limeisha lisema Elia maisho ga kuzokayo, macho yako yaelekee kwa mke wako tu na si kwa wengine. Hiyo ni sifa nyingine. Ninawaomba kitu kingine, mfanye juhudi kusikiliza yanayosemwa na wake zenu. Yanaweza yakawa information au disinformation, yaani ya kuharibu au kufanya nini, ya kujenga. Kwa hiyo inabidi ufanye nini, muyachekeche. Na muwe waangalifu kwa masuala ya fedha. Muendelee kuwa waangalifu kwa masuala ya nini, ya fedha. Na haya sasa hivi ndiyo yanayoleta talaka, sio huku tu, hata Ulaya. Udanganyifu. Ndiyo maana nimewaambia muwe tayari kufanya nini, kusameheana na kusahau. Ndugu zangu, nina imani mapadre katika kongamano hili watawasaidia sana na watawapatia nyenzo mtakazotoka nazo hapa. Tumuombe Mwenyezi Mungu aweze kuwa nasi katika kongamano hili. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati.